Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kwa sasa mtazamaji, tunavyozungumza washikadau mbalimbali wamekongamana katika kaunti ya Kitui mbele ya maandalizi ya sikukuu ya Mashujaa. Wacha tuvuke moja kwa moja tuungane naye mwandishi wetu Joash Onsare atujuze mengi zaidi, ni nini hasa ambayo imekuwa ikiendelea siku ya leo. Joash. Nama shukran sana Paul Kirobi, ulivyosema ni kweli. Tuko katika kaunti ya Kitui ambapo tunaangazia masuala yanayohusiana na kawi, na ikumbukwe kwamba kauli mbiu ya mwaka huu wakati ambapo taifa linaadhimisha sikukuu ya Mashujaa ni shughuli nzima ya kuhakikisha ile kawi ambayo inazungumziwa ni kawi ambayo inastawi, na vile kuhakikisha ni kawi ambayo ni shujaa katika taifa letu la Kenya. Na vile mtazamaji, yale ambayo yamezungumziwa siku ya leo ni kuhusiana na kuwapiga jeki wanafunzi ili kukumbatia sayansi, na ikumbuke kwamba sayansi ndo ambayo inasaidia pakubwa katika kuhakikisha taifa haswa sekta ya kawi inapata wahandisi ambao wamebobea katika masuala ya kawi, na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanapata kawi safi, kawi ambayo inasaidia katika kuendeleza jamii na vile kuendeleza viwanda katika masuala ya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. Vile katika mkutano huu ama uzinduzi huu ambao umefanyika katika taasisi ya mafunzo ya ualimu hapa katika kaunti ya Kitui, mengi yamezungumziwa. Viongozi kutoka serikali ya kaunti ya Kitui wamesema kwamba watahakikisha miundombinu imewekwa ili kuweza kuafikia elimu ambayo inajumlisha masuala ya sayansi, na vile tumeweza kuona mkuu katika kitengo cha ubunifu pale Ikulu ambaye ni Dennis Itumbi pia akisema kwamba serikali inajizatiti kuhakikisha Wakenya wanapata huduma hadi mashinani. Na hivi sasa wakati ama muda mfupi uliopita, katibu katika ile idara ya kawi ambaye ni Alex Wachira ameweza kuzungumzia swala hili la kuwapiga jeki wanafunzi kukumbatia masomo ya sayansi. Tumsikilize tunapoendelea kukutaarifu. And for those who do not know is that Mweke is at home. And that is why he spoke before me, so that he can be able to welcome me home. Though I welcomed myself yesterday with Dennis Itumbi, we were here earlier. But that does not mean that you shall not host us in the evening for some modokoi and some nice chicken. So this is just to serve you as a warning. Whatever you do with that information, it is up to you. My colleague PS, Dennis Itumbi, fuel is able to burn continuously for 2 years. And leave alone that, it has an availability rate of 99.99%. 99.99% availability rate. There is no other power that can give you that kind of availability. And that is why we are saying in our sector, because we do have geothermal that is currently running as a base load. The advantage of geothermal is that it is not subject to weather changes. Then we do have the hydro, and you know very well in the Horn of Africa, when we are subject to weather changes. Before 2022, we had a prolonged drought. Even now, the weather forecast is telling us that the rains may not be that good, but we have enough water now in Masinga Dam. And that is why you have heard His Excellency, the President, talk about us building the High Grand Force Dam, because we must store the water. But even with that, hydro is still subject to weather changes. But nuclear power, once you ignite, that is it, 2 years, and that power plant is able to run between 60 and 80 years. 60 and 80 years. By most of us, in 80 years, if we build a nuclear power plant, and we are saying that we shall decommission it in 80 years, and we want it to be built in 2034, 80 years from 2034, we are talking of 2114. None of us in this room will be in this world. When now that generation will be decommissioning. That is why we are talking of nuclear power. And second, most important, is the cost. Because with the nuclear power, if you do your numbers well, you can be able to generate anything between 2.5 US cents to around 4.55 US cents. That now lowers the cost of power and helps us industrialize. Once we industrialize, then we create job opportunities for our young people. So that is why we are asking Kenyans to support as we talk about nuclear power and we embrace nuclear power. These institutions demonstrate that Kenya produces energy
and also produces human capital. Na mtazamaji, huyo ni Alex Wachira, katibu katika idara ya kawi katika wizara ya kawi na petroli, akizungumzia masuala hayo ambayo yanahusiana na kuwahimiza wanafunzi kukumbatia masomo ya sayansi na vile kuwahimiza wale washikadau katika sekta ya kawi kuhakikisha wanapiga jeki sayansi ili kuendelea kuboresha sekta hii. Na vile mtazamaji, mengi tu tutakuwa tunakujuza kadri muda unavyozidi kusonga. Ikumbuke kwamba haya yote ni maandalizi ya kuadhimisha siku kuu ya mashujaa ambayo itafanyika katika uga wa Ithokwe katika kaunti hii ya Machakos. Kutoka papa hapa nikiwa na mnasapicha wangu Kakai, wanakwetu wananiita Joash Onsare, kwako Paul Kirobi ukiwa katika studio zetu jijini Nairobi. Na asante sana Joash Onsare ukiwa katika kaunti ya Kitui kwa kuweza kutufahamisha tu ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Asante sana Joash Onsare kwa taarifa hiyo. Kwingineko